Bwana Yesu asifiwe. Ndugu msikilizaji wa tafakari yetu ya siku, tuna siku mpya leo ambayo Bwana ametupa na tafakari mpya kwa ajili ya kujifunza na kutafakari siku nzima. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Na saa tena tunasoma katika kitabu kile cha Yohana Mtakatifu sura ile ya 11 mstari wa 45. Biblia inasema, basi wengi katika Wayahudi waliokuja kwa Mariamu na kuyaona yale aliyoyafanya wakamwamini, lakini wengine wakaenda zao kwa Mafarisayo wakawaambia aliyoyafanya Yesu. Basi wakuu wa makuhani na Mafarisayo wakakusanya baraza wakasema, tunafanya nini? Maana mtu huyu afanya ishara nyingi. Tukimwacha hivi, watu wote watamwamini na Warumi watakuja watatuondolea mahali petu na taifa letu. Haya ni maneno ambayo yanahusu kazi ambayo alifanya Yesu Kristo nzuri ya kumfufua Lazaro. Muujiza ambayo ulileta taharuku kwa kila mtu baada ya kuona Lazaro alikuwa amekufa na watu walikuwa kwenye misiba, na leo wakaona Lazaro amefufuka. Lakini katikati ya watu hao kulikuwa na watu walishuhudia, ila katika kushuhudia kwao hawakuwa wema. Ule wema ambao hawakuwa nao ni unafiki ambao kibinadamu watu wengi huwa na unafiki huo. Unafiki huo ni ule ambao wewe mtu unaona kabisa mtu amefanya jambo jema na ni lizuri, lakini wewe ndani ya moyo wako unakuwa na maumivu. Kwa hiyo hili ndilo ambalo tunaona kwamba kulikuwa na makundi ya watu wawili, aina mbili za watu waliokuwepo katika mkusanyiko ule. Na aina ya kwanza ya watu ni wale ambao wali appreciate, walishukuru, mtukuza Mungu kwa kusema kwamba jambo kama hili limetokea, na wakafurahi Lazaro amerejeshwa. Lakini kuna watu wengine pia hata kwa kuona tu kwamba kuna mtu amefufuliwa, kwao ilikuwa ni tatizo. Jamani, tuna watu ambao tunaoishi hapa duniani ama tunaishi nao hapa duniani, wao wanapoona jambo jema limefanyika kwao ni tatizo, hata kama lile jambo linawafaa wao pia. Mathalan, natoa tu mfano wa kawaida tu. Unaona uko na mtu jirani amejenga shule kwenye mtaa wenu huo, alafu wewe unaumia kwa nini amejenga shule. Unasahau kwamba hiyo shule hiyo ni ya kukusaidia wewe. Mtoto wako labda alikuwa anaenda maili kadhaa kwenda shuleni, umeletewa shule hapo karibu. Lakini wewe hutazami hilo, unatazama kile ambacho ni kibaya. Mtazamo huo ni mbaya. Amejenga hospitali hapo. Kwa nini? Wewe unatazama kwa mtazamo mwingine, lakini amekuletea matibabu karibu ambapo utapata mahali pa kutibiwa. Sasa kuna watu tuko nao wa aina mbili. Siku zote tafakari yako ya leo ni kwamba siku zote za kuishi kwako tambua ya kwamba una watu wanakuzunguka, lakini kuna matabaka mawili kati ya watu hao. Tabaka la kwanza ni wale watakaofurahia kile ambacho kinafanyika na wewe, lakini tabaka la pili ni wale ambao hawatafurahia hata kama jambo lile ni zuri namna gani. Lakini la msingi la kutambua ni nini? Ni kwamba sisi ni wanadamu, lakini hatuwezi kuwaridhisha wanadamu hata tukafanya nini, kwa sababu moyo wa mwanadamu aujuae ni Mungu. Na Biblia imeshasema kwenye Yeremia ya kwamba ni mgonjwa. Hao watu unakuta mioyo yao ni magonjwa. Sasa tazama, Yesu amefanya muujiza, amefufua mtu. Watu wanaenda kupeleka maneno kule kwa Mafarisayo na kusema kwamba I say yule mtu amefanya hivi na hivi na hivi. Yani ile taharuki iliyofanyika huku ya ufufuo, watu wakaona watu mtu amefufuka. Kuna taharuki nyingine tena inafanyika huku ya tufanye nini tumdhibiti mtu huyu. Tufanye nini tumdhibiti mtu huyu. Sasa kama mimi ni mtu wa aina hiyo, hebu na niache leo katafakari uone kwamba kwa kweli sio kitu sahihi. Na kama mimi ndio mtu nayefanyiwa hivyo, pia kakae na kutafakari ya kwamba watu wanaokuzunguka siku zote wamebeba tabaka mbili, na lazima uelewe
Wewe kwa sababu ni tabaka mbili, wewe lazima ukae hapo neutral, ukae hapo katikati. Na unakaa katikati ili ujue namna gani ya kudili na hawa ambaye wako wanakwenda vizuri kwa maana ya kufurahia, na ujue namna gani ya kudili na hawa ambao hawafurahii. Katika yote hawa waliyafanya yale ambayo walitaka kuyafanya, lakini hawakufanikiwa mpaka ilipofika siku ya kusudi lake Mungu la kumpeleka Yesu msalabani, ndio akaenda msalabani. Sasa nikitambua mimi hilo na nikakaa neutral katikati, nitadili na watu wote vizuri na tutakuwa na amani. Na amani tatawala. Yamkini hata wale ambao wamekuwa na moyo usio mzuri wataweza kufunguliwa pia na wakaiona mbingu. Tumekuwa na mizozo na migongano mingi katikati yetu sisi wana wa Mungu kutokana na mambo ambayo ni ya kawaida sana, ambaye leo chukua tafakari hii ukaifanyie kazi. Huhitaji kugombana na mtu. Huhitaji kuumia ndani ya moyo wako kwamba si fulani amefanya hivi, kwa nini amefanya hivi. Huhitaji. Unapokuwa namna hiyo, unajifungia mlango wako mwenyewe. Kwa sababu haitakusababisha yule akaacha, bali itakusababisha wewe kuingia kwenye kufanya maamuzi yasiyostahili na ukamkosea Mungu. Na jehanamu kaenda mwenyewe usipotubu. Lakini unakuwa neutral, unakaa katikati yao. Ukigeuka kwa hawa, unadili nao kwa sura walizonazo. Biblia yasemaje? Yashindeni mabaya kwa wema. Hiyo ndio namna ya kushinda ubaya kwa wema. Kwamba unapogeuka upande wao, ukauona ubaya ulioko ndani yao, unadili na wao katika hali hiyo hiyo ili wao waweze kumgeukia Mungu. Ukigeuka kwa hao ukaona wanafurahia, na wewe unafurahi pamoja nao na kumtukuza Mungu. Kwa hiyo upande huu mmoja unakuwa umebeba faraja kwako, na upande huu wa pili ni mandate unapewa. Hiyo ni kazi umepewa. Hao watu wa aina hiyo wanasogezwa kwako kwa sababu ufanye kazi. Una assignment ya kufanya, kwamba kuna mtu anatakiwa kurejeshwa kwa Kristo na wewe unahusika. Kwa hiyo analetwa machoni pako ili wewe ukahusike na yeye. Kwa hiyo leo ichukue tafakari hii, ukageuze mtazamo mzima wa kufikiri, wa kuishi, wa namna unavyobeba vitu vyako. Ubebe kwa namna tofauti. One side, beba tofali la kujenga. Another side, beba silaha ya kupiga yule adui shetani. Kina Sanballat waliokuwa wanatuzuia na kina Tobias. Nehemia alielewa hilo. Akajua hapa ukuta lazima ujengwe. Ukuta wa Yerusalemu lazima ujengwe. Maana kipindi cha kujenga umefika. Vifaa vya kujenga vipo. Lakini huyu azuiae, sisi hatuna shida. Sanballat wewe, hatuna shida. Tuna upanga, tuna tofali. Kwa hiyo kwa upande wa shetani aliyewatumia kina Sanballat, upanga ulisimama kufanya kazi, kuharibu kazi za shetani ndani ya mtu yule, ili mtu yule aweze kuwa. Kumbuka kina Sanballat walimfuata, na sisi tunaomba tujenge na wewe. Walikuja kama watu wema, lakini waliambiwa hamna sehemu katika hili. Kwa hiyo wakasimama kuzuia, na upande huu wakasimama na matofali kujenga, wakipokea matofali kutoka kwa wale ambao ndio wahusika, wakafurahi pamoja. Tafakari hii ifanye kazi katika maisha yako na ikakujenge kwa upya. Unashikilia watu ndani ya moyo wako, waachilie hao watu, sio wa kwako. Unazuia njia zako, unazuia mwendo wako kwa kuwashikilia watu, kwa sababu sijui alifanya hivi, sijui alisema hivi, sijui alizuia hiki, sijui alifanya vile. Leave those people alone. Waache. Wewe shughulika na yule ambaye aliyoko ndani yao. Ni kazi umepewa ya kumtoa shetani anayekaa ndani yao, ili wale watu waweze kuwa wema, na wale watu siku zote ni wema na watakuwa wema kwa sababu ni watu walioumbwa na Mungu. Lakini roho inayokaa ndani yao ndio inawafanya wafanye vile. Sasa wewe usiwe victim ukachukuliwa na ile roho inayokaa ndani ya watu wale ukapelekwa jehanamu. Ondoka hapo. Be neutral. Kaa katikati. Know how to deal with both sides. Jua namna gani ya kudeal na sehemu zote mbili, upande huu na upande huu. Nimekupa hiyo tafakari leo kutoka kwa Roho Mtakatifu. Ametusaidia ili tuweze kujua namna gani ya kuishi, ili ufalme wa Mungu tuingie na kuwaingiza na wengine wale ambao walikuwa washakwamia njiani, alafu shetani anawatumia kuwa stumbling blocks kukuzuilia wewe usiende. Sasa wewe unaenda na wao unawafanya waende, na wale mnaofurahi pamoja wanaenda.
na ufalme wa Mungu utapata watu. Mungu akubariki kwa kuingia kwenye sura mpya ya kutenda kazi. Ondoa korosho ndani yako. Ingia mbele za Mungu, mwambie Bwana, ni rehemu na unisamee. Na nawatoa watu hao kwa kuwasamee bure, na sasa mimi naanza kushughulika kwa sura mpya. Mungu akubariki. Kwa neema yake Mungu atusaidie. Bwana Yesu, tusaidie katika kutoka katika hatua hizo. Watu wengi wameshikiliwa mioyo yao na wanakosa ufalme wako, wanakosa baraka zako, wanakosa kukuona ukitenda kazi kwao kwa sababu wamefunga mlango. Naomba utusaidie Baba, ukatusamee na kuturehemu katika jinsi hiyo, tukaweze kuishi katika amani na furaha mbele zako. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, hata na wale wanaotuudhi tukaweze kuishi na furaha na wao, na tukaweze kuwaingiza katika ufalme. Baba, tunakushukuru kwa kweli ni mwema. Kwa utukufu wako tunajiweka wakfu mikononi mwako. Katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen.